abana barere no siare sienu umwe wa mama. Ungetamani wafanye nini? Wewe moyoni ungetamani wafanye nini? Wasali. Kiriko ikiswiki vale pale matutiku kivona sauti kwa nzuri tumenye ukutiki miaka mingi kweli tumerara hapa. Siare ni bombo ibada hizo chaiyoro wewe siare ni bombo. Mungu alikuwa anashuka, zilikuwa na nguvu, zilikuwa na kazi. Mungu alikuwa na kazi hapa nyumbani hapa. Anashuka Mungu. Alikuwa anashuka mbepo mwikemo. Roho Mtakatifu anashuka. Atukaga hapa. The Badge, magwiji wanazungumza. Bibi, waliandile pa ijoro fijo pa kumputa. Pakutibure. Pa kumputa hapa. Nena aliandie patarisi fijo. Anasema alianza bondi mwana. Wakati ni mtoto. Ila miaka hawezi kuigundua. Bibi ndio wale waliokaa na walianza kanisa hapa siku nyingi. Miaka hawezi kujua kwa sababu hakusoma. Ulisoma pale lakini. Natira gingiri. Natira gingiri bobe kurapura fimbo. Alikuwa anaogopa fimbo, alikuwa na chapa akakimbia. Pale shule. Ngimba kupecha mahara. Kumbe alikuwa kupecha fiofi. Ngimba kupecha mahara. Anakimbia anaogopa fimbo. Kupea alikuwa na bibi, tuambie sasa wewe hapo ulikuwa unafanya nini na mume wako alikuwa anafanya nini hapa? Hapa ilikuwa Kwigale kwa missionary. Tulikuwa tunasali na mume wangu kutoka kule Jericho. Ndio kama mnakuja huko. Ndio tunakuja. Kwa hiyo hiki ni kizazi cha pili, tunasema ni kizazi cha pili. Bado akina Podea hawa ndio waliofuata. Nafikiri ndio waliofuata. Ndio Podea jijuje vikunjoba. Sawa. Ndio anasema kizazi cha pili kule hapa kwa mengi masomo. Wao ndio waliofuata. Lakini wewe hapo ulikuwa mnafanya kazi hapa. Baba alikuwa mzee. Bwana ye ndume wangu abombage mbombo pa batungu hapa. Bondumiana itoro yope pa kufuma kukia bakora. Alikuwa anafanya kazi gani? Ya udogi. Alikuwa anapiga pasi nguo za watu. Yana sababu wake alikuwa mwenda kwa gona udogo. Anasema anafanya kazi ya udogi kwa sumu. Hapa. Kwa hiyo bibi, na wewe umetembea kwenye kuhubiri sana. Umefika mpaka wapi? Kwenye usichana wako. Kwenye usichana wangu. Wakuka Mungomano leo. Mungomano Oktoba. Jobaga leo. Kwa Mwaseba kuko mwenda ni Firundi huko kunyasa huko Malawi. Mnatoka kwa miguu kutoka. Kwa mguu. Kutoka hapa. Mpaka Malawi. Nguvu ya Mungu ilikuwaje hapa nguvu ya Mungu? Hapa. Ngui warero. Nandi. Meji kutikanga ile nguvu ya Mungu ilikuwaje hapa? Kitaba myangu mchungaji. Ya alipo hapa. Nguvu. Nasema ilikuwa nguvu ya Mungu. Ya alipo. Lakini abantu bagwaga bitoro binga bafumire uko kuombenya huko. Yaani mtu akija na dhambi alikuwa anaanguka. Ukija tu unaanguka ukija na dhambi. Zingi zingine ambazo nakumbuka. Unamkumbuka mchungaji gani alikuwa na nguvu sana? Mwaseba. Lwaga Mwaseba. Lwaga Mwaseba. Matai Mulagira. Mulagira Matai. Walikuwa na nguvu sana. Nyambara yura mwana. Mwanaume alikuwa sio. Marubirira. Alikuwa anaubiza. Aje kurubirira nakura.
kura twabukie kunyakarande kura. Alihubiri pamezi hapa tuwaya tupigili vyakulia pamezi. Amezi gafana gani maji yalikuwa yanachemka. Mto anahubiri mpaka mto unachemka. Makalakia magalimo. Nguvu za Mungu zilikuwa. Nguvu za Mungu zilikuwepo. Ilikuwepo mpaka maji yanachemka. Maji yanachemuka anapohubiri. Wakati anahubiri mtoni pale. Mtoni. Tumekaa mtoni. Nguvu inavyotembea. We tujya biringa rero mwe. Tusemeje jamani. The Badge, magwiji wanazungumza. Ya zamani. Siari ya zamani kuhivi. Usokari sikika itoka afuaru rarura gotuliwa nini. Kati wadogo. Ukaka wakati kumtumikia Mungu wako. Lakini hata mkiwa mnaomba hapa kanisani mlikuwa mnaonaje? Masiketa ule ukomano wa Oktoba mnapoomba para kweli. Mkutano wa Oktoba mwezi wa 10 tuliputaga mwezi wa 10 hapa. Vichaka chaka umo. Kuna vichaka. Vichaka chaka umo. Abantu. Watu wengi. Pamiyangu hapa abantu sijui naja naba abantu. Watu msipanga bafuti 6. Wachungaji 6 walikuwa nalala. Walikuwa wanalala. Walikuwa nakaa kule kwa nyumba zile. Twagoga ngambako siagwa giringa kirembi 3. Kwa ajili ya kujaza mnaua wanakula watu. Wanakula watu. Kwa hiyo kwenye maombi inakuwaje? Maombi. Maombi gogade na mbaka. Nguvu ilikuwa inatembea. Moto unashuka. Moto unashuka kipindi kile. Sasa kipindi kile maguru. Ilikuwa moto. Mapopa katika poto jobe tusemeje. Si akindile. Kwa hiyo wewe unahisi nini kinasababisha sasa hivi isitokee moto kama huu? Nini? Unavyoona ni nini? Sikia maombi kataralile lilino sarura. Maombi kataralile kakaja borura mchungaji. Maombi yamepoa sio? Yamepoa kabisa kabisa. Yamepoa. Hamna maombi sio yamepoa. Hamuna maombi. Nalenga bantu bikuiputa. Kakaja mu kipindi kila. Kila tualipo tuakuraga. Moto ulikuwa. Moto kipindi kila ilikuwa. Kwa hiyo mtu akifanya vibaya anaanguka. Anaanguka. Akitoka huko nditi huko. Walikuwa wanaanguka. Deriri Nouru, wachungaji tuliwe tutifiki. Wachungaji tusemeje jamani? Sasa hivi hali ngumu mbaya. Tujawe tutifiki bani. Abachungaji lino mukubaka n'abachungaji utunini sobi mwage mukuchungaji. Anasema mnawapa wachungaji mpaka wadogo tu kama huyo hapa mnasala kachungaji. Jojo yati kutule nangwa. Yokundindwa na kwalitire afwere kuito. Hakwenda leo. Anasema mchana kwa mchungaji atatenda dhambi kwa sababu wasichana wanamtembelea na wasichana kwa mchungaji. Mchungaji kutoliwa ukogwa. Ataanguka mchungaji. Anashindwa kwa sababu Makiara batule. Mungu atusaidie. Tunashukuru yani katika mtu ambaye amebakia mwenye umri mkubwa aliyeona matendo makubwa ya Mungu kasalia. Kwa hiyo ndio aliyebakia hapa sasa hivi. The Badge, magwiji wanazungumza. Dori tenzi Konde. Anasema kitabu cha Konde ndio anacho. Unacho? Sina. Walichukua. Walichukua. Tenzi ndio umepoteza.
Lakini sasa bibi, zamani mlikuwa mnaimba nyimbo kwa lugha ya Kinyakyusa au kwa Kiswahili wakati mkiwa? Sasa nijibu mimi. Unanijibu mimi. Akikuuliza unanijibu mimi. Mlikuwa mnaimba kwa Kinyakyusa? Usiniangalie mimi. Sawa nyuma yangu. Unkete ujo tugera, jojo unkete. Jojo nunkete. Jojo gobena bo. Nyimbo mlizokuwa mnatumia zamani ni nyimbo za Kinyakyusa au za Kiswahili? Sia Kinyakyusa. Ndio. Kiriko ikiswiki vale. Pale matutikukiona. Sauti kwa nzuri. Tumenye ukutikiko. Kiara yo ikutende kesiamo. Tuisa kuonana. Keso kenono ikiwa. To kwa kui ingira. Yesu nono bangi. Amina. Asante sana kwa hilo. Sasa bibi, naomba utuambie mambo yaliyokuwa yanafanyika hapo zamani, wakati ule kanisa limekuja, wakati ule nguvu ya Pentekoste ilikuweje? Yeje nje pa kulingani. Na sasa fananisha na sasa. Jari pwembombo ilikuwepo nguvu kazi hapa. Jari pwembombo usoboto kukura lero. Wakati wanakuwa palikuwa na kazi hapa. Jari pwembombo. Mwe kanipondingani kuti. Wewe eleza tu hivyo hivyo bibi. Tunakuelewa. Bepo mwikemo. Jari pwembombo. Hapo. Ijoro. Abazungu walipo. Wakati wazungu wapo mishonari. Jaripo imbombo. Ikanisa jali hapo nyuma pale, ndio hapa nyuma hapa. Hapo nyuma hapo ni hema. Ndio kanisa la kwanza kabisa hili. Ndio kanisa la kwanza. Wakati tuliputaga wakati wa Paul Dea. Wakati Paul Dea si ndio alianzisha hili? Unajijoja mukunja Paul Dea huyo. Hapa Bazungu ndibo bali bingi ngale mmenye. Wakati ule ulikuwa umjue sawa. Maana wazungu walikuwa wengi. Hakuwa anamjua. Si alikuwa mtoto wakati ule. Alikuwa mdogo. Maana alimwana. Vitoro ya kumbukumbu alikuwa hana. Alikuwa mtoto kipindi cha Paul. Kangi sukuru ngamanyerone. Hajasoma shule. Shule hajasoma. Isukuru ngamanyera. Anasema shule hakusoma. Ni miaka yangu giopengage manya ngutigiri 100 kare nagata. Hata umri wake haujui. Ana kama 100. Ana miaka 100 hajui. Hapa ifika fyalipo. Ijoro fijo. Maajabu yalikuwa makubwa sana hapa zamani wakati wa Pentecost. Pentecost kweli. Ilikuwa Pentecost kweli. Na hapa kumbukumbu mukutituboke kuigare. Mnapokuja kufuata kuigare. Mnakuja igare. Mwenye ikumbukumbu. Yenu. Mwe mnaifahamu kumbukumbu yenu. Hapa na roli pari nifika. Abantu linga bafumire pa kukurogwa huko. Wakirogwa huko. Waga wene. Walikuwa na wakienda kwenye uganga. Walikuwa wanadondoka. Watu wakienda kwenye uganga wakija hapa wanaanguka wenyewe. Sio uganga, yani dhambi yoyote. Wenye dhambi, watu wenye dhambi. Wakifanya dhambi wakija kanisani wanaanguka. Wanaanguka. Walikuwa wanaanguka. Kwa hiyo ilikuwa dhambi, hakuna haja ya kuitafuta. Mtu akianguka mnajua huyu amefanya. Mnamfuata. Wewe umefanya nini? Umefanya nini? Anaanza kujieleza. Bajo baga rero. Walikuwa nasema. Bajo baga. Kwenye hilo kanisa sasa. Ibombo jabo bajo baga. Yale waliokuwa wanafanya wanasema. Papa babiputiraga. Walikuwa wanawaombea. Wanawatumisha. Bati.
Ndio mambo ya hapa. The Badge, magwiji wanazungumza. Ibada zilizokuwa zinafanyika pale zilikuweje wakati ule? Ibada abazungu abazungu injira jari jabo bene hiyo. Hii njia ndio ilikuwa wazungu peke yao hiyo, hawapiti Waswahili huko na babombi babo bobendaga na wale wafanya kama mashemasi au wazee wa kanisa hiyo. Abangi toro jari joyi imisebo hapa gari mingi, barabara zilikuwa nyingi, watu wengine wanapitia kwa nyingi barabara hapa. Sawa, sio mbombo sia ijoro leo. Kwa hiyo ibada zilikuwa zina nguvu ya Mungu sana. Siare ni mbombo ibada hizo, ibada cha ijoro wewe siare ni mbombo. Mungu alikuwa anashuka, zilikuwa na nguvu, zilikuwa na kazi. Mungu alikuwa na kazi hapa nyumbani hapa. Anashuka Mungu. Alikuwa anashuka mbepo mwikemo. Roho Mtakatifu anashuka. Atukaga hapa. Doro lele noro hamna siku hizi, hayupo Roho Mtakatifu. Na jomo. Hayupo. Kwa nini wewe unasema hayupo Roho Mtakatifu sasa hivi? Kwa nini bibi? Papo ninguketa. Ifika fila alipo ijoro lili ndo nafema. Ile miujiza ilikuwa inafanyika zamani, sasa hivi haipo. Ndio maana anasema Roho Mtakatifu hayupo sasa. Na watu walikuwa wanapona magonjwa, walikuwa wanapona kabisa magonjwa. Walikuwa wanapona. One nendile na marundi gangu aga. Paka huko. Wapi? Kwenda kuhubiri Kunyasarandi. Walikuwa wanaenda Malawi kutoka hapa. Wanaenda kuhubiri Malawi, Nyasarandi. Kwa miguu tutafumaga hapa mma. Boto lipamwanya pa Jericho. Jericho ndio iko wapi pale juu? Hapo juu. Jericho. Wakati ule nafikiri kanisa lilipogawanyika, wale walipoenda Jericho. Ndio mwana wa kwanza. Mtoto wa kwanza. Walikuwa wanatoka pale Jericho kwenye ule mlima mpaka Malawi kwenda kwa miguu kule Nyasarandi. Nendile une na marundi yake na miguu yake. Olili norero rundemere tamelema Mungu swigitoro anashangaa tu. Mutirero nabombira imbombo giho. Anasema lakini mimi nimeshamtumikia Mungu. Nabombira imbombo ijoro une. Nilifanya kazi kubwa. Nabombira imbombo. Naliendile kukuti ngomano. Silipo ngomano. Nilifanya kwenye kila mikutano wanapokwenda huku naenda, wakienda huku naenda, wakienda huku naenda. Bobo no siri banangu mubombega mbombo akabombo. Anasema hiyo ndio alikuwa hayo mambo, fanyeni kazi kabla Yesu ajaja. Fanyeni kazi, mtumikieni Mungu. Bombage mbombo. Mtumikieni Mungu. Kwa hiyo kipanga iko kiali kikemo. Kipanga hiki. Anasema hiyo kanisa lilikuwa kanisa takatifu. Jari kanisa. Jira jari kanisa. Sio siku hizi. Anasema lile ndio lilikuwa kanisa, sio siku hizi. Sio siku hizi. Siku hizi mambo magumu. Mambo magumu gapi? Nasema siku hizi mambo sio mazuri. Narodi siku hizi sio mambo mazuri. Mambo mazuri. Dori kuiputegerero. Anatoa usia kwamba muwe mnasali na mcha Mungu. Muiputege. Msali Mungu kakiara kapara. Mbombo ya kiara mbara. Kazi ya Mungu ni kazi ya Mungu mbara. Sasa nyinyi mlikuwa mnafanya nini na mume wako? Mume wako alikuwa anafanya kazi hapa? Tuli hapa tusoki ku Jericho kuna watu wengi na maputi. Waliwapeleka kule Jericho? Hakuisa hapa. Wale wachungaji wa kule waliwarudisha hapa, waliwaleta hapa. Wachungaji huyu alikuwa hapa Mboja. Mboya. Petro. Peteli. Jojo atile soka koko keta ikipanga na kimorino abandu bamalike. Akasema tokeni, kumbona kanisa halina watu, limeisha hapo Jericho. Itaga hapa.
Ndio akawaleta hapa. Ndio akatuleta hapa. Akawakatia ile eneo. Hapa. Saragariri nubujo rero. Mbwandi botu kufika tuwafikile kumijumba kura kanisani. Kwenye nyumba za misheni walipofika walifikia kwenye nyumba za mishoni. Poro ndume gwangu akanira ati leo mboja ndine ng'ombe. Mume wake alikataa, alisema Askofu Mboya, mimi na ng'ombe. Batire tumenye kutire ni ng'ombe mwandete lero tukuronde rubujo. Wakasema tunafahamu na ng'ombe, tunakutafutia eneo. Ndio wakatafuta hapa, wakampatia eneo. Sio hapa ndio tumekaa sijui miaka mingapi. Miaka kalifinja sifuri. Kali 30 kali 40. Hapana zaidi. Imezidi. Miaka ni mingi bibi. Miaka mingi kweli tumerara hapa. The Badge, magwiji wanazungumza. Yaani hili si eneo takatifu ambalo linaaminika kuanzia mazingira haya yote ambayo yalikuwepo hapa, si ndio? Eneo takatifu. Pamoja na kwamba sasa hivi wake tunazungumzia huko sio hapa, si ndio? Ni kwa nini eneo hili sasa limekuwa eneo tu kale au kijiji basi na kuwa eneo la ibada tena? Hebu nimuulize Kinyakyusa mimi yaani kwa nini pameachwa limekuwa eneo kale wakati liali eneo sehemu takatifu, lakini sarisi parekigwe kabisa, yani pajile ngati yani pasamanike kikufana ngati bandu batikuiputapo fiki ndaga. Yaani swali ni kwamba eneo hili lilikuwa ni eneo takatifu, eneo la Mungu, watu, yani historia yote ya Pentekoste imeanzia hapa. Kwa nini sasa hivi imekuwa hivi? Naoro ni samanike. Hata sasa limepoteza thamani, yani limepoteza utukufu. Naoro ni samanike. Limepoteza thamani. Sio Rwabuira. Rwabuira. Kwa nini limethamanika? Sijui wachungaji. Sijui viongozi. Yaani limethamanika ila hajui viongozi kwa nini hawalijali. Kwa nini hawalijali? Ndio maana yake ndio. Sijui wachungaji. Mchungaji wetu ukuvina. Anayechunga hapo. Anaumwa mchungaji. Yuko Tukuyu. Anaumwa mchungaji. Kangi Nkikoro. Ni mwanamke. Akaja Nyambara. Sio mwanamke, mchungaji mwanamke lakini sio mwanaume. Nkikoro. Abimbuika bukie kumyawa kutokojo. Ameenda Tukuyu kwa sababu anaumwa. Wakati anaumwa. Lakini sasa kwa nini? Maana uongozi, ili kanisa liko chini ya uongozi. Kwa nini limeachwa ili eneo? Yaani general, na kwa nini watu wa eneo hili wote wanaoishi eneo hili hawataki kumwabudu Mungu tukiacha viongozi? Diri ndorero mubararo chege aba byaba bakolire rino kanisa huko. Sasa tuwaulize hawa ndio walioshika kanisa. Unenga yako? Abana banini aba bakolire kanisa. Wanasema ndio kuuliza sana yayo. Unenga jamo. Kwa hiyo bibi, wewe ulikuwepo wakati maajabu yanafanyika hapa kwenye kanisa. Ulikuwepo toka usichana mdogo hivi mpaka umekulia hapa. Uliyaona na kikumbuka kiko kitakisahau. Niliyaona. Fiki kitu gani anakikumbuka yeye hawezi kukisahau? Kitu gani unakumbuka wewe huwezi kukisahau? Hapa Kiaijoro. Unendikuibwa. Kipi kusahau? Yani kitu gani? Ndikuibwa. Dati findufiki reno utikufiibwa ife yari pujoro. Ifingupibwa. Utikufibwa. Kitu gani roho kutendeka labda kwenye roho kutendeka eneo hili ambalo yeye hata lisahau kabisa. Ife utikufibwa msiku. Ndikuibwa. Yani bekorana pakuti ubajibu iswai pakuti uwe findufiki ife yani ijoro ife fiaripo ife fiabombika kiroho ife suti kuibwamo fiki findufiki ndisi nibirwe abesahau nibirwe roho nibirwe pakuti abandu bendera mafundo pakufuma ndisi kula pakuisa kuno kukanisa
Bibi. Yo yaki jeje. Hiyo kumkumbusha Nunu hiyo. Kumbusha hiyo. Mwe. Naroni boro kujago mwanangu hapa. Na ukweli benderaga abantu aka. Walikuwa tembelea magoti kuja kanisani. Kwa nini? Roho akija watokea nyuma wakiwa barabarani. Yaani anasema hivi, Roho Mtakatifu wanajaa watu wanapokuja kanisani. Roho Mtakatifu wakiwa barabarani huko alafu anatembea na magoti mpaka kanisani. Yaani toka nguvu imeshuka sasa, hawezi kutembea kwa miguu ya kawaida. Nataka aseme wito wake kwa kizazi hichi, sababu nafikiri yeye ndo kama shuhuda wa mwisho, sio? Huyu ndio wa mwisho, huyu ndio wa mwisho. Ajua kama shuhuda wa mwisho atasemaje? Atoe neno lake kuambia sasa kizazi hichi kizazi kinacho awaambie neno yeye. Sasa kwanza tumuulize ile maombi alafu tutafuta useme. Muulize maombi alikuwa anafanyaje maombi? Bati mama amaombi viputa burebure. Ilikuwa maombi. Amaombi viputa burebure. Ote jojo ibwene. Jojo iputa. Sio maombi. Hawakuwa na maombi gani? Yaani ratiba za maombi hapo kanisani. Vipindi vya maombi vilikuwa. Yaani kwa mfano si vipindi vya maombi. Kufunga na kuomba, labda mweke neno la kufunga na kuomba. Kufunga zauna kwa kuti tufungire dumo tufungira maombi pakuti bafunga dumo pakubuka muibada mura ku maombi. Dumo hata ku wiki pakuti dumo bakakalenga. Mumenye. Usijaro kufunga rukaliko. Unanisikia anachozungumza? Anasema zamani noru ruisire noru rwakufunga kutivira rwariko rwakufunga funga. Yaani hivi hiyo mifungo iko sasa hivi sana, wao hawakuwa nayo, ila nguvu nyingi ya Mungu inaanza sasa hapo kujifunza kwa kuronda fijo. Awaambie kizazi hiki yeye anatamani kizazi hiki kifanye nini kwa ajili ya Mungu. Kubashauri yani kubako ushauri gani yani abana bamasiku bareno pakuti batifikiri pama pakubujisya kange sama kagaragari kurwa kwanda pakuti babombesi afiki. Aniambie mimi sasa. Haiwezekani. Ma abana barereno siare sie nugu umwe ba mama. Wanasema hivi watoto sasa hivi wanasema hayo yalikuwa ya kwenu, sio mtuletee sasa. Ungetamani wafanye nini? Wewe moyoni ungetamani wafanye nini? Wasali. Mimi moyoni mwangu nataka wasali. Ili kuzifikia zile nguvu kama mlizozishuhudia nyinyi. Wanatakiwa wasali tu. Hamna we. Wanatakiwa wafanye nini? Wanakataa kuomba na kusali. Wanakataa. Jomo. Tu moja. Ndio wanakataa. Tu moja anajitoa. We mwanangu we, embobu yikujibombu nganile. Mimi nasema kwa watoto wangu wa ndani. Unawaambiaga? Nawaambiaga. Lakini wanasema mama, ya kwenu haya zilipita hizo. Tumbie wimbo wa mwingine mmoja bibi. Ikitangarara kumwana kiliorwero rwa mizi urubi kusopa munya vikuro. Inatosha. Lero bikwaga titwire sikunyera bikutugara pakutana sio bikubika mfitundu vyabo isyene rorimbi we kutaga
abenero lyabikemo obasumwike kumwanya kontwa abenero lyababiri mwe bikusyara Kiara gwetu gwe Mwikemo gwe Marafyale gwe Ntimi gwe Kundima une haleluya gore nanine gwa kumwanya gwe Kondora wachungaji wa Bikwisa Bikwisa pakayapa Bikwisa ndaga Mwikemo ndaga gwentu ndaga gwe Rusobero ndaga gwe Mwikemo gwe Marafyale gwetu gwe Nkurumba Kiara gwa kumwanya Kiara gwa maka uri na maka Kristi uri na makukindirire Kiara tukutindaga tukusoma tukusubire yiyugwe akaja ko yongo yo tunsubire yiyugwe haleluya haleluya Ntimi wangu haleluya Mwikemo gwe Mwikemo gwa bosa itoro Kiara ututure Marafyale gwetu tuture abandu bakwaba bikutsoka papa kaja hapa pigare basumwike kumyabo Kristi ubatangulie Mungu amen ujege nabo Kiara gwa kumwanya haleluya ngutindaga pepura marundi gabo pepura kwenda kwabo Yesu we Yesu wenyu Munga mjako mtoa nguti amen Amen. Kushukuru familia yote kaikumuke. Tumefika katika mji eneo la Igale Mungu wa majeshi. Tunapoona haya na kuyashuhudia tunajifunza ya kwamba kuna maeneo tunahitaji kutengeneza. Habari hizi ni njema, habari hizi simama na wewe. Wakatenda makubwa na miujiza, lakini walimcha Mungu wa ikabarikiwe, nyumba ikabarikiwe kama ulivyonena ni Pentecost. Hakuchakachua wala hakuiacha imani mpaka sasa kwenye umri wa kutosha. Na kushukuru kwa yote nikiamini na kuomba. The Badge, magwiji wanazungumza.